ya Christmas. In that case, we are in the season of Christmas. Na Christmas ni siku, sio siku, tunakumbuka kuzaliwa kwa Yesu Kristo. On Christmas, we remember the birth of Jesus Christ. Tunakumbuka. We remember. Ni kama kila mtu kuna siku yake ya kuzaliwa. It's like everybody has got a day. Na unaweza sema hii Monday sitasherehekea ndio siku yangu. You may say this Monday I will not celebrate my day. Acha nisherehekee on Saturday. Let me celebrate. Asa hatujakosea kucelebrate kuzaliwa kwa Yesu siku ya leo. We cannot fail to celebrate the birth of Jesus today. Tunaenda kusoma kitabu cha Mathayo. We are going to read the book of Matthew. Mathayo 1. Matthew chapter 1. Mstari wake wa 22 na 25. Verse 22 to 25. Hallelujah. Matthew chapter 1 verse 22 to 25. Tunamshukuru Mungu kwa neno hili. We thank God for this word. Kuzaliwa kwa Yesu ilikuwa unabii. The birth of Jesus was a prophet. Katika kitabu cha Mwanzo, in the book of Genesis, Mungu alimuumba mwanadamu. God created man. Mungu akamuumba Adamu na Eva. He created Adam and Eve. Na aliwaumba kwa mfano wake. And he created them in his kingdom. Na wakati aliwaumba, and when he created akawaweka ndani ya bustani ya Edeni. And he put them in the garden of Eden. Na akawaambia muishi muongezeke. And he told them, live, increase and multiply. Na akawaambia kwamba mtaishi maisha marefu. And he told them you live a long life. Biblia yangu inasema ya kwamba my Bible says kwa muda fulani at a certain time Adamu na Eva wakamkosea Mungu. Adam and Eve sinned against God. Na wakati walimkosea Mungu, and when they sinned against Mungu akawalaani. God cursed them. Akalaani udongo. And he cursed the land. Akalaani ya kwamba hawataishi tena maisha marefu. He cursed and said they will never live a long life. Akasema watakula kwa jasho. And he said they shall eat through sweat. Wakasema watakula kwa jasho na watazaa kwa uchungu. He said they shall eat through sweat and give birth through pain. Hallelujah. Biblia inasema ya kwamba alipowalaani, the Bible says when he cursed them, hasira ikakuwa juu ya mwanadamu. There was a lot of sorrow upon man. Ukiangalia wakati wa zamani, and when you see in the past, hasira ya Mungu ilikuwa juu sana. The bitterness of God was too much. Ukiangalia wakati wa Sodoma na Gomora, if you look at the time of Sodom and Gomorrah, Mungu aliwasha moto. God burnt those cities with fire. Na Sodoma ikaungua. And Sodom was destroyed. Wakati wa Noah, during Noah's time, Mungu alinyeshesha mvua. He sent the heavy rain. Na watu wakaangamia. And people were destroyed. Bwana sifiwe sana. Praise the Lord. Na kila mahali wakati ambapo wanadamu walikuwa nakosea, and wherever people tried hurt God, Mungu alikuwa anaua. God was just killing. Alikuwa anachoma. He was just burning. Alikuwa anaangamiza. He was destroying. Na wakati ambapo wana wa Israeli pia walikuwa wanaenda Kanana. And even when the children of Israel were going to Canaan. Ukiangalia Musa, when you look at Moses, Mungu alimwahidi Musa, God promised Moses, utaingia Kanana. You will enter Canaan. Utasherehekea Kanana. You will live in Canaan. Lakini wakati Musa alipiga mwamba mara mbili, but when he struck the rock twice, hasira ya Mungu ikawaka. God's bitterness was too high. Na Musa akakufa. And Moses died. Musa hakuingia Kanani. He didn't go into Canaan. Kuna wakati wana wa Israeli walimkosea Mungu. There was a time the children of Israel annoyed Mungu God. akakasirika. And God was very annoyed. Akafungua udongo. And he opened the world. Ikameza wana wa Israeli. It swallowed most of them. Kuna mahali pengine watoto wa Israeli walinungunika. There was a time when they grumbled, the children of Biblia Israel. inasema ya kwamba the Bible says Mungu akatuma nyoka. God sent the serpent. Nyoka zilikuwa zinawauma. They was biting them. Na wakakufa. And they died. Na generation ambayo iliingia Canaan. And the generation that entered Canaan. Generation ya Joshua. It was a generation of pamoja na Caleb. And Caleb. Lakini wale ambao walitoka Misri, but those who left Egypt, wote walikufa jangwani. They all died in the desert. Na watoto wadogo ndio wakaingia Kanaani. And the young children are the ones that entered Canaan. Maana hasira ya Mungu ilikuwa juu. Because God's bitterness was. Hallelujah. Bwana sifiwe sana. Lakini Mungu kwa upendo wake, but God in his love, Mungu kwa huruma yake, God in his mercy, akakaa tena chini. He sat down again. Akasema, and he said, nimemfanya mwanadamu kwa mfano wangu. That he said, I created man in my own image. Huyu ananifanana.
this one resembles me. Sasa nikiendelea kumuua, If I continue killing him, nikiendelea na hasira, if I continue with anger, nitamaliza dunia yote. I will finish the whole world. Nifanye tena nini What should I do ili again uhusiano yangu na mwanadamu to bring back my relationship with the human being, irudie tena? to restore my Bwana relationship sifiwe with man? sana. Praise the Lord. Haleluya. Wakati Hallelujah. Adamu na Eva walikosa, When Adam and Eve sinned, Mungu alienda mbali. God went far. Na wakati alienda mbali, And when he went far, alikuwa anaua watu na kulaani ovyo ovyo. he was killing people and cursing Lakini them. huruma yake tena ikarudi. But again in his mercy, Akakaa tena. he sat again. Nitaua mwanadamu mpaka siku gani? For how long shall I kill human? Nitaangamiza mwanadamu mpaka siku For gani? how long will I destroy human? Nitatuma moto mpaka siku gani? For how long will I send fire? Nitamwaga maji mpaka siku For how gani? long will I send flood? Akaanza tena kufikiria kama baba. He also thought twice again as a father. Akafikiria tena kama Mungu. He thought again as God. Na akaamua ya kwamba And he decided that yeye kama vile Mungu him as God, ageuke tena, he has to change again akuwe mwanadamu. to be a human being. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Haleluya. Amen. Ndio maana tunasema kwamba hatuna wa Mungu watatu, tuna Mungu mmoja. And that is why we say we do not have three gods. We have Lakini one wakati God. tunasema Mungu Baba, When we say God the ni Father, wakati aliumba Adamu na Eva. that was the time he created Adam and Eve. Tukisema about Mungu Mwana ambao ni Yesu Kristo, When we say God the Son, who is Jesus ni Christ, Mungu aliyeshuka he is the God who descended. akakuwa 50 mwanadamu He was 50% na akakuwa human 50 Mungu, and 50% ndio God. akavaa mwili. And he Huyo raised up in Mungu, human. That is God. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Ule Him himself. Yesu Kristo si mwingine. Jesus Christ, not a Roho other person. Mtakatifu si mtu mwingine. The Holy Spirit is not any other Hakuna person. Mungu Mwana There is no God na the hakuna Son, Mungu Roho. and there is no God the Mungu Holy ni Spirit. Mungu moja, God is one lakini God. anajibadilisha kwa mission anataka kufanya. But he changes according to the mission he wants to fulfill. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord so much. Haleluya. Hallelujah. Wakati anataka kufanya kitu, When he wants to do something, ndio tunabadilisha, tunasema Yesu Kristo. and that is when we change and say Jesus Wakati Christ. anataka kufanya jambo lingine, When he wants to do ndio something else, tunasema Roho Mtakatifu. say the Holy Lakini Spirit. bado tunaongea kwa Mungu mmoja Jehova. But we still talk about one God, Jehovah. Bwana asifiwe sana. Praise Na the Lord kama so tuko much. hapa kusherekea kuzaliwa kwa Yesu Kristo, If we are here to celebrate the birth tuko of Jesus, tunasherekea Mungu we are celebrating God aliyejibadilisha who changed himself akavaa mwili and he dressed with flesh akaingia ndani ya tumbo ya and he Maria. entered the womb of Mary. Ndio maana Biblia inasema kwamba kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. And that is why the Bible says in the power of the Mbona Holy Spirit. wanaongea Roho Mtakatifu Why do they talk about the Holy na Spirit? bado Yesu hajakufa na kufufuka? And yet Jesus had not yet died. and Inamaanisha resurrected. Roho Mtakatifu alikuwa, It means the Holy Spirit was there. na huyu Roho ni Mungu. And that Spirit is God. Bwana sifiwe sana. Praise the Lord. Katika so much. kitabu cha Mwanzo, In the book of Genesis, Biblia inasema ya kwamba the Bible says wana wa Israeli the children of walikuwa Israel, wanaongozwa na kunguku, wind. they were led by the wind. Ile kunguku ilikuwa Roho Mtakatifu. That wind was the Holy Spirit. Na wanasema wakati ilikuwa inasimama, And whenever it would stop, wana wa Israeli wanasimama. the children of Israel could stop. Ikianza kumove, Whenever it moved, nao wana move. they could also Ile move. ilikuwa Holy Spirit. That was the Holy Lakini Spirit. wakati tunakuja kwa Agano Jipya, But when we come to the New Testament, Roho Mtakatifu the Holy Spirit inakuwa kama moto sasa. becomes like fire. Wakati Yesu alipanda mbinguni, When Jesus went to Roho heaven, Mtakatifu akashuka the Holy Spirit kama descended vile moto. like fire. Alikuja akajionyesha kama vile moto, He appeared as fire, lakini alikuweko. but he was there. Haiko Yesu ndio alimuleta, It is not Jesus who brought him. haiko mitume ndio It walimpokea, is not the apostles who brought him. alikuwa
It was wana wa Israeli walitembea naye. the children of Israel. Maana Roho Mtakatifu ni Mungu. Because the Holy Spirit is God. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Shangilia katika jina la Clap Yesu. your hands and rejoice in Inabidi Jesus. kuwa Mkristo na ujue maandiko. You need to be a Christian who knows the Ili word. kuzaliwa kwa Yesu Kristo. The birth of Jesus Si Christ. kusema eti alizaliwa. It is not that he was born. Alikuweko. He was there. Lakini kwa ajili ya dhambi yangu na yako, But because of my sin ndio and Mungu yours. akakuja And duniani that is why God came in this azaliwe world kama to mtu. be born as a human being. Shangilia kwa utukufu wa Bwana. Give thanks to the Lord. Haleluya. Amen. Sema amen. Say Sasa amen. huyo Mungu muumbaji The God who is the creator. wakati alilaani dunia, When he cast the world, hasira yake ikawaka juu ya dunia, his anger was so much on earth. akajigeuza tena masi, He changed himself into mercy. akamwonea tena mwanadamu huruma. He also had mercy on Ndio yeye human. tena Mungu And he's the same God akakuja sasa ndani ya tumbu ya Maria who came into the womb of Mary azaliwe. that he should be born. Maana yake Emanuele, Mungu pamoja nasi. The meaning is Emmanuel, that God is together with us. Sijui kuna mtu unanifuata I vizuri. don't know if someone is following me. Haleluya. Sijui unanifuata. Are you Nataka following me? niongee juu ya Emmanuel. I want to talk about Wakati Emmanuel. Mungu aliumba Adamu na Eva, When God created Adam and Eve, wakamkosea, and they sinned hasira against him, ikakuwa, his anger was there. Mungu akakasirika. God was very annoyed. Hata wakati ambapo Yesu anazaliwa, And at the time Jesus was ule born, Mungu that God ambaye alikasirika who was angry, akaenda he pembeni, went ndiye aside akakuja tena and he came back the second time kukamata tena ile nafasi yake. to come back in his position. Mungu pamoja nasi. That God together with us. Haleluya. Hallelujah. Sema amen. Say amen. Ili theology nguvu sana, Theology is tough, lakini nataka uielewe. but I want you to Mtu asije understand. nakwambia tunaabudu miungu tatu. Nobody should say we are Hatuabudu miungu praising mitatu. We don't praise the three gods. Tunashukuru kwa kazi ya Mungu anayejigeuza siku zote. We thank God for the work that has been changing. Bwana asifiwe sana. Praise the Sasa Lord. Emmanuel Emmanuel, ambao ni Yesu who Kristo is Jesus, aliyeingia kwa tumbu ya who Maria, entered the womb of Mungu Mary. sasa tena anarudi. God now has come. Kwa nini Mungu alirudi katika njia ya Yesu Kristo? Why does God come in the role of Jesus? Alikuja avae mwili. He came that is dressed in flesh, Ndio wakati unagonjwa, and that is why when you're ile sick, hasira ya zamani that the past anger, haitakuja, it is coming maana naye alionja mwili. because he is already in flesh. Bwana sifiwe sana. Praise Sasa the Lord. wakati unagonjwa, So when you fall sick, naye anagonjwa. he also falls sick. Bwana sifiwe sana. Praise the Lord. Ndio So, tukisema kama sisi ni wa Kristo, and that is why we say we are Kristo Christians. ndani yetu Christ within na us, sisi ndani ya Kristo. and we too in Jesus Ukipata Christ. shida, If we have a Kristo problem, ndani yako the Christ in you inamupata. also gets a problem. Ukikuwa mgonjwa, If you fall sick, Kristo ndani yako the Christ in you anakuwa mgonjwa. becomes sick. Ndio kuna nyimbo inasema, And that is a song kabla that says, hujaniua, before you kill me, uwa Kristo. kill Christ. Kabla hujaniletea uchawi, Before you bring me witchcraft, ukutane na Yesu. let it meet Ni Jesus. kama vile ugali. Just like bread. Ukishapiga ugali, After mingling, ugali. Yes. Ukishapiga ugali, after mingling bread, huwezi tena kuseparate unga na maji. you cannot separate flour from water. Hiyo ndio mfano ya Mkristo. That is the example of a Christian. Mkristo, A Christian. Kristo ndani yake It is Christ na in wewe you, ndani yako. and even you in me. Bwana sifiwe. Praise the Bwana Lord. sifiwe sana. Praise the Lord. Haleluya. Hallelujah. Sema amen. Amen. Sasa Emanueli, Emmanuel, kuzaliwa kwa Yesu, the birth ni of huyo Jesus. Mungu alikuwa na hasira, It is that God who has angry. anashusha hasira, He has reduced the anger, anakuwa mwingi wa rehema. and he has become the God of mercy. Shangilia kwa utukufu wa Bwana. Give thanks for the glory of God. Zamani In those days, ukiiba when you steal, walikuwa na kutundika. they would bind you.
Zamani Those days, wakikushika ndani ya uzinzi, if you are caught in adultery, walikuwa na kutupia mawe. they would throw stones. Sasa Mungu akaona akiendelea hivyo And God saw that if he continued that, atamaliza dunia he would yote. finish the whole Pia world. akajigeuza And sasa, that is why he changed himself. akakuja avae mwili He came and dressed in flesh. ili kitu chochote kitakuaffect So that whatever affects you, kimuaffect, it will affect ili you. asikuue That he doesn't kill you, lakini akuhurumie. but he has mercy on you. Unaona value ambayo Mungu alitupatia? You see the value that God gave us. Unaona kazi ya kuzaliwa kwa Yesu? You know the work of being born Mungu in Jesus. alivaa mwili, God was in flesh. akakula mere kama wewe, He ate food like you. akakunywa soda kama He wewe, took soda like you. akaingia toilet kama He wewe. even went to the toilet Bwana like you. sifiwe sana. Praise the Lord Akasikia uchungu kama wewe. And he also felt Alikaa ndani ya tumbo ya mwanamke miezi 9. He was in the womb of the Ile yote Mungu alikuwa anataka akue kama wewe, all this God wanted ili to wakati be like you. wowote hasira yake itakuwa So inawaka, that whenever his anger comes out, akuwe najikumbuka yeye he'll mwenyewe. be remembering himself. Ndio Emmanuel, And that is Emmanuel. Mungu pamoja nasi. God with us. Bwana sifiwe sana. Praise the Lord. Haleluya. Wakati wa Hallelujah. kufufuka tutaongea sasa ule tena Mungu akakuwa Roho Mtakatifu. At the time of resurrection, we shall talk about Jesus, who is the Holy Spirit. Mungu, God, who is the Holy not Spirit. Jesus, but God who became a Holy Spirit. Bwana asifiwe sana. Praise Sasa the Lord. Mungu anafanya kazi sawasawa na ile kitu anataka kutenda. God does the work according to what he wants to perform. Ndio maana saa zingine tunamuita Jehova Rafa And that is why we call him Jehovah Rapha. wakati wa magonjwa. At the time of sickness, Tunamuita Jehova Nisi. we call him Jehovah. Tunamuita El Shaddai. We call him El Lakini Shaddai. leo nataka niongee kuhusu Emmanuel. But today I want to talk about Emmanuel. Mungu pamoja nasi. God with us. Kuzaliwa kwa Yesu kulitabiriwa. The birth of Jesus was Na prophesied. Biblia inasema ya kwamba Maria And the Bible says that Mary, akasema itawezekanaje how will it happen? mimi ambaye sijui mwanaume I have never met a man. nichukue mimba? How will I conceive? Na roho Mungu akamalaika akamwambia And the angel told her, kisichowezekana kwa mwanadamu what is impossible to human beings, kinawezekana kwa Mungu. it is possible to God. Haleluya. Praise Kasema God. kisichowezekana kwa mwanadamu Just saying what is impossible to human kinawezekana beings, kwa Mungu. it is possible Na with Maria God. akachukua mimba. And Mary conceived. Wakati alichukua mimba, And when she conceived, Biblia inasema ya kwamba the Bible says wakati alitaka kuzaa, at the time of birth, kila mahali everywhere, hospitali zilikuwa zimefungwa. all the hospitals were closed. Kila mahali. Everywhere. Alienda Kadik, He went to Cadiz. ilikuwa imefungwa. It was closed. Alienda Mulago, He went to Mulago. hakuna, There was zilikuwa nothing. zimejaa. They were all Bwana full. sifiwe sana. Praise the Lakini Lord. ilikuwa kutabiriwa ya kwamba Yesu atazaliwa Bethlehem, But it was prophesied that Jesus would be born na in ndani ya Bethlehem nyumba ya kulishwa ng'ombe. and in the kraal. Maana yake nini? What does this mean? Kuzaliwa ndani ya nyumba ya kulishwa na ng'ombe. To be born in a kraal, Ilibidi Mungu ajifanye maskini it is God wanted to become poor ili asikie pain wakati uko na poverty. so that he feels the pain of poverty. Haleluya. Hallelujah. Bwana sifiwe sana. Wakati the Lord. poverty inakusumbua, When poverty is disturbing wakati you, ambapo hauna mavazi, at the time you have nothing Mungu to go to, anakumbuka God kama remembers pia yeye alipitia hiyo, that he also went through na that. anakuja na kubariki. And he comes and Acha blesses Bwana you. aondoe maskini ndani ya Let maisha God yako take away poverty out of katika your life. jina la Yesu In the name Kristo. of Jesus Na Christ. Biblia inasema And the Bible says, wawakili the wise men, wa majusi the wise men, hao ambao wanapima manyota, the astrologists, yes, wale wanajua juu ya manyota, those who studied the stars, wakaona kuna nyota tofauti they saw different ambayo stars ilikuwa inaangaza sana which were shining so na much. ambayo ilikuwa kubwa. And there was a big one. Wakaambiana And they say to each kuna other, nyota imetokea there is a star that has showed na us. ile nyota iko tofauti, And this star is inabidi different. tuitafute, We need to look for it, tujifunze that we kwa understand nini it. hii nyota ni tofauti na nyota Why zingine. is this star different from other stars? Sijue katikati yenu kuna wale wanaonaka kuna kitu moja inapitaka fyu kama nyota. I don't know whether amidst you there is anybody who has ever seen something that runs once just like a star. Inapitaka Disappears pa once. kubwa. It passes by I very don't know fast. if someone have never seen it.
big one by just a pee and pass it up. Hallelujah. Hallelujah. Sasa hiyo nyota wakaanza kuifuata. They started following that star. Na ilikuwa nyota ya kifalme. It was a star of kingship. Wakati waliifuata, And when they followed wakafika kwa Herode, they reached Herod's palace. nyota ikapotea. And the star disappeared. Wanatafuta nyota juu. They started looking for the star. Wanaitafuta kwa mashini zao. They started looking for it with their machine. Hawaone nyota. And they couldn't see it. Wakasema hapana. And they said, Wacha no, tuingie kwa mfalme. let us enter the king's Tumuulize house habari. and ask him. Yanajua ya kwamba tayari tumeingia kwa mji. And we know we have already entered the city. Wakaingia kwa mfalme Herode. And when they entered Herod's palace. Wakati waliingia hapo, And when they entered there, wakamuuliza, they asked him, wakamwambia sisi ni wale tunachunguza manyota. we are the astrologists. Na tumeona nyota kubwa. And we saw a big Na star. ile nyota ni ya kifalme. It is a kingship star. Lakini wakati tulifika hapa, But when we reached here, ikapotea. it disappeared. Na tukiitafuta And when we tried to kwa look for it mashini zetu, with our machine, hatuione. we couldn't see it. Herode akasema, mfalme, Herod said to the king, mimi ndio mfalme. I am the king. Namna gani nyota ingine inaweza tokea? Why can another star come? Mutafute hiyo nyota. Look for that Na star. wakati mtaipata, And when you get it, mkuje pia mniambie. you come and tell me Lakini too. Herode hakusema aende kuona nyota juu ya uzuri. Herod did not send them to see the star in good faith. Alitaka auwe ule mfalme. He wanted to kill that king. Kusiwe mfalme mwingine kama yeye. He wanted to, because he was there could have been another king like Biblia beyond him. inasema ya kwamba The Bible says, wakati walitoka ndani ya nyumba ya Herode, when they came out of Herod's house, wakaona tena nyota. they again saw that star. Wakaanza kufuata nyota. And they started following that Wakaanza star. kufuata nyota. They started following that Nyota star. ikatoka ndani ya mji. And the star disappeared out of the city. Ikaingia ndani ya charo. It entered the village. Bwana sifiwe sana. Praise the Lord. Wakaifuata. And they followed it. Wakasema hii ni nyota ya kifalme. They said this is a kingship Lakini star. inaonekana ndani ya village. And it is seen in the village. Maana yake nini? What is the meaning of it? Wakafuata nyota. They followed the star. Wakaingia ndani ya mashamba. They entered the gardens. Wakafika mahali kulikuwa wachungaji wa kondoo. They reached where there were shepherds. Nyota ikasimama. And the star stopped. Wakati nyota And ilisimama, when it stopped, nao wakasimama. they also stopped. Mahali ilisimama When it ilikuwa stopped, juu ya nyumba ya kulishwa ng'ombe. it was on top of the kraal. Wakaingia ndani, And they entered inside. wakakuta Maria, They met Mary. wakakuta Yusufu, And they saw wako Joseph. na bebe They had a baby ambaye amezaliwa. who has just been born. Hawa wakawaambia, And they say to them, wapendwa, huyu beloved, mtoto tumemtafuta siku mzima. we've looked for this baby the whole day. Tumetafuta bebi huyu We siku have looked mzima for the baby the whole na ndio day. tumempata. And today we have found him. Tulitaka kujua We wanted to mbona huyu know, mtoto amezaliwa hapa why has this child been born na here yeye iko na nyota ya and kifalme. yet has a royal star? Bwana sifiwe sana. Praise the Lord. Wakaanza kuambia storia, And they started telling huyu them the ni story. Yesu Kristo This is Jesus Christ, aliyezaliwa kimiujiza. who was born Huyu miraculous. si mfalme wa mwili, He's not a physical king. lakini ni mfalme wa kiroho. He is a spiritual king. Amekuja kuokoa roho za He wanadamu. has come to save Na the souls of humanity. ilitabiriwa katika kitabu cha Isaya. And it was prophesied in the book of Isaiah. Haleluya. Bwana Hallelujah. sifiwe sana. Praise the Lord. Sema amen. Wakapatia wa majusi historia. And they gave these wise men the Wakasema story. sisi tuliona nyota And they said, we saw the na star. tukajua ni nyota ya kifalme. And we know it is a royal star. Kasema tuwezi enda kuona nyota ya kifalme mikono And mitupu. we said we cannot see a royal star Tukachukua empty-handed. zawadi, We took some gifts. tukachukua manemani, We got some, tukachukua hata na we dhahabu. got gold. Bwana sifiwe sana. Praise the Lord. Haleluya. Praise Wakamwabudu Mungu, And they worshipped God. wakamtolea zawadi. And they gave them the Malaika gifts. akawaambia, And the angel told them, wakati mnaenda if you're going, msirudi kwa Herode. Kuna mtu atatuosha na damu ya mbuzi. there is nobody who can wash us with the blood of the goat. Hakuna mtu atatuosha na damu ya kuku, No one can wash you with the blood of chicken. lakini tunatakaswa na damu ya Yesu. But we are washed with the blood of Jesus. Haleluya. Hatutakaswe na damu ya nyama We are yoyote. not cleansed by the blood of any animal. Hatutakaswe na damu ya kitu We are chochote. not cleansed
cleansed by the blood of lakini tuko innocence. direct na Emmanuel. But we are directly with Unamwambia Emmanuel. unisamehe, You just say, forgive me. nimefanya I makosa, have made sin. I nimekukosea, have sinned mimi ni against mtoto you. I mbaya, am a bad mimi child. sifai, I do not unisamehe, Forgive me. unioshe na damu yako. Cleanse me with Na your anakwambia mwanangu, usiogope, And he said, my kuja child, fear kwangu not. tena. Come back to Bwana me. sifiwe sana. Praise the Lord Hatumwabudu Mungu wa We zamani, do not worship the God of those days. hatumwabudu Mungu wa Noa, We do not worship the God of Noah. hatumwabudu Mungu wa Sodoma na We do not Gomora. worship the God of Sodom and Tunamwabudu Gomorrah. Emmanueli We are ambaye worship yuko Emmanuel, pamoja who is nasi, together with ambaye us. yuko katikati Who's the one who is yetu. amidst of us. Haleluya! Praise the Hatumwabudu Mungu wa padri. We don't worship the God of the priests. Wakati unaenda kutubu, When you are going to confess, unamwambia padri, nilikosa. you tell the priest, I've Padri sinned. anasema Mungu akusamehe. The priest says, God has forgiven Hatuabudu huyo Mungu wa me. We do padri, not worship the God of tunaabudu the priest. Emmanuel, We worship connection direct. directly connected to us. Bwana sifiwe sana. Praise the Lord. Hatumwabudu Mungu wa Musa. We do not worship the God of Wakati wana wa Moses. Israeli walikuwa wanafanya dhambi, When the children of Israel sinned, Musa alikuwa anaenda peke yake kumulima Moses would go alone at the mountain kuombea wana wa Israeli rehema. to ask for forgiveness on behalf of the Musa children of Israel. atapanda, And Moses would anaambia fly Mungu, and tell God, wamefanya dhambi, they have sinned, wamenungunika, they have grumbled, wameabudu sanamu. they have worshipped Baba, idols. uwahurumie, Father, forgive them. usiwaue, Do not destroy them. uwasamehe. Forgive them. Kama Mungu hajakubali, If God hasn't accepted, Musa atabakia kule juu Moses would remain there mpaka wakati Mungu atasema wende, nimewasamehe. until God would say, go Ndio and tena forgive Musa them. narudi, And that is when Moses would come back Mungu again. anasema amewasamehe. And God has said he has forgiven you. Tuendelee safari. Let us continue our Hatuabudu journey. Mungu wa Musa. We do not worship Ndani the ya God of nyumba Moses. yako In your house, namwambia Mungu, nisamehe, you tell God, forgive me. nioshe na damu yako, Wash me with na your blood. connection inarudi. And the connection Hatuko comes back. wakati wa Musa, We are not in the time tuko of wakati Moses. wa Joshua. We are in the time of Mungu Joshua. na mtu wanatembea pamoja, God with man na moves Joshua together. ni Yesu Kristo. And Joshua is Jesus Christ. Sijui unanipata I vizuri. don't know whether you've Hatuko understood. wakati wa Musa. We are not in the time of Musa ndiye Moses. aende tuombea msamaha, Moses cannot go and ask lakini for tuko forgiveness on wakati our wa behalf. Joshua. We are at the time of Biblia Joshua. inasema wakati Joshua alienda Yeriko, The Bible says at the time Joshua went to Jericho, kabla aingie Yeriko, before he entered Jericho, malaika akakuja. the angel came. Joshua akamuona, Joshua saw him akamuuliza malaika, and asked the angel, uko upande wetu are you on our side ama we ni adui yetu? or you are our enemy? Akasema hapana, And he said, mimi no, siyo adui, I am not an mimi ni enemy. kapiteni toka mbingu, I have come from heaven. mimi ni kapiteni toka Oh, I'm mbingu. the captain who has come from heaven. Mungu amenituma God has sent me nikusaidie ndani ya vita. to help you in the battle. Lakini wakati wa Musa, But the time of Mungu Moses, hangetuma kapiteni, God could not send the ilibidi Mungu captain. yeye mwenyewe ndiye akuje kufanya kazi. It needed God himself to come and do the Na work. kama alikasirika, And when he's annoyed, safari inasimama. the journey stops. Shangilia kwa utukufu wa Bwana. Give thanks for the glory of God. Emmanuel pamoja nasi. Emmanuel together with us. Connection Connected. ya Mungu The connection iko of God ndani ya mwili yako, is within your flesh. iko ndani ya damu yako, Is within your iko blood. ndani ya mifupa. Is within your Umebeba blood. Yesu, You are carrying Jesus. umebeba Mungu. You are carrying Muda God. wote ukimkosea, If you had ongea anointing, naye. talk to him. Ndio maana naambiaka waongozi wa ibada, And that is why I normally tell those who lead the service, usikuje simama hapo tuambie tuite Roho do Mtakatifu. not stand here and tell us to call upon the Holy Spirit. Alienda wapi? Where has he gone? Unajua mahali yuko? Do you know where he is? We are going to call the Holy Spirit. Where is he? Tugenda kuola moyo mtukufu Hiyo ni hadi. wakati agano la kale, Those were the days of, lakini tuko katika agano jipya. we are now in the New Testament. Mungu pamoja nasi, God is together with us. Roho Mtakatifu iko ndani yangu. The Holy Spirit is with Ndio us. maana naweza kufungua Biblia And that is why I can open na the Bible nikwambie hii maneno. and I tell you something. Hii maneno sio yangu, This word is not ni mine. Roho Mtakatifu It is the Holy ambaye Spirit iko ndani yangu, who is within ndio iko me, naleta hiyo who revelation is bringing that ili revelation akuongeleshe. so that it talks Sasa to you. kama sina Roho Mtakatifu, But now if I don't have the Holy Spirit, nitaomba namna gani? how will I pray? Siwezi pata maneno ya kuomba I will not find a word kama to sina pray. Roho Mtakatifu ndani If I yangu. do not have the Holy Spirit Nitatosha within me, imani wapi?
Where will I get the ya faith kujua kwamba Mungu ataniponya? to know that God will heal Kama me? sina Roho Mtakatifu If I ndani yangu, don't have the Holy Spirit, namna in gani me, nitakemea mapepo? how will I cast out demons? Tunakemea mapepo We cast out kwa demons silaha za Roho Mtakatifu. with the swords of Sasa the kama Holy Roho Spirit. Mtakatifu haiko ndani yangu, Because the Holy Spirit sina is in nguvu me, ya kiroho, I do not have the power of sina the Spirit. silaha za kiroho. I do not have the power Bwana of the sifiwe sana. Praise the Lord. Ambia jirani yako, Roho Mtakatifu yuko ndani yetu. Tell your neighbor the Holy Spirit is within us. Na wakati unasimama hapo, usituitie Roho Mtakatifu. And if you stand here, don't call the Holy Spirit. Unamuita wapi? Where are you calling him? Tunamwambia Roho Mtakatifu ambaye uko ndani yetu, You tell him the Holy Spirit that is within us, ujimanifest. that you manifest where again. Haleluya. Amen. Ujimanifest. Where again. Roho ya deliverance, The spirit of deliverance, roho ya miujiza, the spirit of miracles, roho ya unabii, the spirit of prophecy, roho ya ufungulivu. the spirit of being Bwana set free. sifiwe sana. Praise Ni the Lord Roho so much. Mtakatifu It is the Holy ndiye Spirit anakufanya hata uimbe, who makes you to sing. anakufanya uombe, He makes you to pray. anakufanya uhubiri, He makes you to pray. anakusaidia kukemea He mapepo. helps you to cast out demons. Hatumuite roho, We do not call him. tunamuongelesha. We speak to him. Sema amen. Say amen. Haleluya. Bwana Hallelujah. sifiwe. Who knows where God stays? Sasa unasema tumtafute Mungu wapi? I say we look for God where? Tumuite Mungu wapi? We call God where? Badilisha language yako. Change your language. Jua wewe ni nani. Know who you are. Maongezi unayozungumza, Speak what you ule can speak. Mungu ambaye unamzungumzia, The God whom you are inabidi talking to. umjue. You need to know Ujue him. wewe yeye ni nani. You need to know who he Ule is. Yesu Kristo tunamsherekea, The Jesus whom we inabidi are celebrating. tujue, We need to know. tujue ni nani who he na is. tujue kazi yake. And we know his work. Hatumuite We Mungu, don't call him God. tunaomba Mungu. We pray to God. Bwana sifiwe sana. Praise the Lord. Kama unamuita If you call him, iko mbali, he is very lakini far. kama unamuomba, But if you ikawa pray to anaweza him, kukua hapa na Agriko, it's like you can be here with ninamuomba other people Agriko, and say, I beg give I'm me asking you some to money. Pako sente. Lakini kuita But ni to call kuita kusimu. is to use a phone. Watoto wa Rehobothi sema amen. The children of Rehoboth say amen. Kuita To ni call kuita mtu iko mbali. is to call someone who is very far. Kuomba To ni pray. kuomba mtu niko naona, give me Pray some to money for someone whom Christmas. you can see. Give Lakini me money for kuita, But to labda call- naweza ita phone iko off, Sometimes you call and the phone is off. sitasaidika. You cannot be Lakini helped. namuomba maana namuona. But I'm praying because I'm seeing him. Nipe kuku, Give me chicken. nipe chips. Give me chips. Niko namuona. Because I'm seeing Lakini him. kuita, But to call, unaweza pata simu haipite. sometimes the Na call doesn't utapata go through shida. and you get a Ni kama problem. unaweza enda hospital It's like you can go na to unakuta hospital daktari haiko and you find the doctor na is not there unakufa, and you ama die. unakuta oxygen You hakuna find the oxygen is na not there unakufa. and you Lakini die. sisi tunaomba, But for us we pray. Mungu, mimi ni mgonjwa, I am God. I'm sick. uniponye saa hii, Heal me right now. uniguse saa hii, Touch me right nipe now. oxygen, Give me oxygen. nipe dawa, Give me medicine. fanya operation ndani Do an yangu, operation in me. maana Mungu iko ndani yako. Because Ndio God maana is ya in you. Ukristo, That is the name of Emmanuel Christianity. pamoja nasi. Emmanuel together Hatumuite with us. Mungu, tunamuomba Mungu. We don't call God, but we Hatumtafute pray to Mungu, God. tuko naye. We don't look for Mungu God, ni we are ndani with yetu. Him. God is within Ndio us. maana tunaambiaka watu And that is why we normally tell tuko people katika kipindi ya msamaha. we are in this time of grace. Ukiangalia ibada zetu, If you see our services, tunafikaka ile kipindi. we reach that time. Ndio maana ukikuja kanisani, And that is why when you come to church, kuja mapema, come early ile kipindi ya kutubu, at the time of confession, kipindi ya kuomba msamaha the time of asking for forgiveness isikupite. does not Ndio maana bypass you. tunapeana hiyo chance, And that's why we give kila each mtu other that kuomba chance. Mungu msamaha Everybody to ask for ili forgiveness uendelee na ibada, so that we continue wakati with wa the service. deliverance, At the time of wakati wa deliverance, baraka, at the time of na wewe blessing, upate, you also ili receive. kila mtu ajiombee msamaha, Everybody should ask for maana forgiveness Emmanuel katikati yetu. because Emmanuel is with Ukikuja us. kwa ibada, If you come for service, jitahidi usikose kipindi ya msamaha. make sure you don't
miss the service of Hiyo kipindi ndio tunatufanya sasa kutuingiza kwa vipindi is that zingine. service of repentance that leads us into another service. Haleluya. Amen. Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Emmanuel, God together Wakati with us. nyota ya Yesu iliangaza, At the time the star of Wamajusi Jesus, wakaitafuta kwa Herode. the wise looked for it at Herod's. Herode ni mchawi wa maisha yako. Herod is the witch of your life. Acha machawi wote wasione nyota yako. That all the witches should not see your Kila mtu star. mbaya, Every bad person, kila mchawi, every witch, kama ni wa familia, or in the family, wasione nyota yako they 2021. should never see your star. Wasione nyota yako hii They mwezi. should not see your star this Wasione month. nyota yako mwisho wa They should mwaka. not see your star at the Acha end of nyota the year. yako ipotee Let your star kwa disappear wachawi wa familia, before the witches kwa of the wachawi family, wa nafasi yote naishi. before the witches of the Vile family. nyota ya Yesu ilipotea, Because the star of Jesus maana Herode disappeared. alikuwa adui Because Herod was the na enemy alitaka kuzimisha mishoni ya and he Yesu, wanted to destroy the lakini mission of wakati Jesus. alifika pale, But when it reached nyota there, ikapotea. the star Kila disappeared. mchawi wote Every witch anataka kukuzuia who uendelee, wanted to stop you from continuing, anataka kukuua, who wanted to kill you, anataka kuzimisha who nyota wanted yako to stop to na destroy your star. kukadiria siku ya I leo prophesy upon you today. asione nyota You yako, shouldn't see your star. asione nyota yako. should not see your Roho star. ya kifo The spirit of ambayo death natafuta manyota za who is kuua following the stars to kill. isione nyota yako Should not see your katika star. jina la Yesu. In the name of Wakati nyota ilifika kwa Herode When the star reached Herod, ikapotea, it na disappeared. Herode wote All the Herods ndani ya kazi yako, in your job, ndani ya familia yako, in your kwa family, majirani, the neighbors, popote utaenda, wherever you shall go. ninatangaza siku ya I leo, announce today, ninafunika nyota yako na damu ya I Yesu. cover your star with the blood of Herode Jesus. wasione, The Herods ili should not see umalize mwaka until you na finish the uingie year. mwaka mpya And you enter na new year. ushuhudie matendo makubwa. And you testify the good Wakati things. walitoka kwa Herode, When they left Herod, nyota ikapotea. the star disappeared. Wakati walitoka ndani ya nyumba yake, When they came out of his house, wakaona nyota. they saw the star. Ninakuombea mchana wa I leo, am praying to you nyota this yako afternoon. iangaze Let your star kwa shine. destiny helper. Let the destiny Nakuombea help mchana wa leo, I pray to nyota you. yako iangaze Let your star ndani ya shine. kazi, In your job. upokee promotion yako. In your I promotion. prophesy today in the name of Jesus. Wewe unajua Swahili. I prophesy in the name of Jesus. Natabiri kwa jina la Yesu. Hallelujah. Amen. I prophesy today. Ninatabiri leo Every star you have, kila nyota yako, everywhere you will go, kila kwepoto let your yenda, star shine. wacha nyota yako Let your angaze. star shine Nyota yako in your yangaze workplace, kwa nafasi ya and you kazi receive your promotion. na jichukue Let kwa your jina la star Yesu. shine. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Let your star shine today Nyota yako in the ingaze name leo of Jesus. kwa jina la The Yesu. Bible says Biblia the inasema time these people came, wakati watu they see walikuja the star shining. wakaona They nyota didn't inaangaza, come empty handed. hawajakuja bila kitu chochote. Hallelujah. They Amen. didn't come, you stop a little bit. They didn't come empty hands. They came to see the star with gold. I pray for you today. Everyone who have your blessing, everyone who have your money, everyone who have your breakthrough, everyone who carry your miracle, I prophesy that your star will shine, they will come to you, they will bless you, and you will testify in the name of Jesus. I cover your star in the blood of Jesus. Everyone want to kill your star, for you to die premature. Today I prophesy in the name of Jesus. You will not die. You will live and satisfy in the name of Jesus Christ. The Bible says that the time they came, they reached the house for Herod. The star will disappear. I pray that your star will disappear. Every corner, the area, the easy can be the workplace. I pray that star will disappear. The time they will come out from Herod. Let your breakthrough, let the destiny helper to see your star, to give you gold, to give you money in the name of Jesus. Everyone who is chasing that sickness in your body, today we remove the blood of the sickness. We bring a new blood in your body in the name of Jesus. You will survive in Jesus' name. You will survive death. You will survive sickness. You will survive corona. You will survive cancer. You will survive any kind of the disease in the name of Jesus. You are going to celebrate 2020 and you are going to enter
enter in 2021 and you will surprise in the name of Jesus. The Bible said that if God surprises you, your surprise will be surprised in your family. They will wonder what happened. This person was supposed to die, but we see him is alive. This person was not supposed to be married, but this is the wedding. This person was supposed to study, but now we have already finished the study. I pray that your star will shine. Stand in your feet.